Israeli imetangaza kuanzisha mashambulizi ya kulenga miundombinu ya ngome ya kundi la kigaidi la Hezbollah lenye maskani yake kusini mwa Lebanon baada ya kundi hilo kuthibitisha kuwa limefanya shambulizi kwenye moja ya vituo vya ulinzi wa makombora ya jeshi la Israeli kama mwanzo wa kulipa kisasi kufuatia kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Edith Peter. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la ulinzi la Israel, mashambulizi hayo yatalenga maghala ya silaha, vituo vya mawasiliano na maeneo yanayodaiwa kutumiwa na wapiganaji wa Hezbollah. Hali ya taharuki imeripotiwa katika maeneo ya mpakani, huku wakazi wakikimbilia hifadhi za dharura. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema mzunguko huu wa mashambulizi unaweza kupanua wigo wa vita na kuhusisha wadau wengine wa kikanda. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limethibitisha kuuawa kwa baadhi ya wanajeshi wake na wengine kujeruhiwa vibaya katika operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Rais Donald Trump amesema huenda idadi ya majeruhi ikaongezeka kabla ya operesheni hiyo kukamilika. Wabunge wa Marekani wanatarajiwa kupokea taarifa za siri kuhusu hali ya operesheni hizo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, waziri wa ulinzi Pete Hegseth, mkurugenzi wa CIA John Lachiff na mkuu wa majeshi ya pamoja Dan Kine, katika kikao kitakachohusisha wabunge wote wa baraza la wawakilishi na seneti. Katika hatua nyingine, king'ora cha tahadhari kimesikika katika jiji la Tel Aviv baada ya Irani kurusha makombora kuelekea Israel, huku jeshi la Israel likisema lilikuwa likijaribu kuyadaka angani. Wakati huo huo, na imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi katika mji mkuu wa Irani. Kihistoria, uhusiano kati ya Hezbollah na Iran umejengwa juu ya misingi ya kiitikadi na kijeshi tangu miaka 1980 baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 nchini Iran. Kupitia kikosi cha walinzi wa mapinduzi IRGC, Iran ilitoa mafunzo, fedha na silaha kwa Hezbollah ili kupambana na uwepo wa Israel nchini Lebanon. Kwa miongo kadhaa, Iran imekuwa mfadhili mkuu wa kundi hilo kama ushirikiano wa kimkakati katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa katika kuishinikiza Israel bila kuingia vitani moja kwa moja. Licha ya kukabiliwa na changamoto za kisiasa na kiuchumi ndani ya Lebanon, kundi hilo linaaminika kuwa na maelfu ya wapiganaji waliopata uzoefu wa vita nchini Syria na akiba kubwa ya makombora. Hata hivyo, uwezo wake wa kuisaidia Irani moja kwa moja utategemea ukubwa wa vita, msimamo wa jamii ya kimataifa na hali ya ndani ya Lebanon. Wachambuzi wengi wanaonya kuwa iwapo Hezbollah itaingia kikamilifu vitani, basi eneo lote la Mashariki ya Kati linaweza kushuhudia mzozo mkubwa zaidi usiotabilika.